Yes, shalom, shalom, shalom. Taifa la Mungu, shalom. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mkanganyiko sana wa watu kutoelewa na kuwashambulia watumishi wa Mungu, hususa manabii, mitume na watu wengine, na kuambia kwamba watumishi wanatumia mafuta na nini na nini. Mafuta imeandikwa tupate mafuta gonjwa, imeandikwa na baadhi ya watumishi wa Mungu kina Paulo walitumia vitambaa kuponya ugonjwa. Yesu mwenyewe alitumia mate kumponya yule kipofu. Kwa hiyo watu wanashindwa kuelewa. Sasa kuna watu wengi wanawadanganya watu, hususa wachungaji, kwa sababu tu wivu wa huduma, kuambia kwamba watu wanatumia mafuta si ya kondoo, si mafuta ya nini, ingine kuambia mafuta ya maiti, mafuta ya nini. Si kweli. Nahitaji Watanzania wanielewe. Haya ni mafuta kawaida. Haya ni mafuta kawaida, ni mafuta ya nazi. Ni ya kawaida sana, yanauzwa dukani. Inawezekana shilingi 2,000, 1,500. Kuna kitu kimoja watu wanashindwa kuelewa. Haya ni mafuta ya kawaida sana, lakini kinachoombewa ndani, unaelewa, yale maombi au lugha nyingine nasema upako, ndio unakaa ndani ya mafuta. Lakini yakitoka upako, haya mafuta ni kawaida sana, unaweza kutumia tu kawaida. Lakini ninapoyaombea na kuyabariki, hakuna pepo unaweza kulipaka mafuta. Hakuna. Hata maji, mtu kama ukichukua maji yoyote ukageuza kuwa damu ya Yesu, ukayaombea, ukawekea nguvu ya Mungu ndani ya mafuta au ndani ya maji, mtu yote atakayekunywa lazima apate uponyaji. Sasa hii njia watumishi wengi wanaitumia kwa sababu unakuta kanisa lishakuwa, watu ni wengi, na kwaona kila mmoja inakuwa ni ngumu kumgusa kila mmoja. Mfano namtolea babangu Mwamposa. Yeye kwaona kila mtu ni vigumu kuwekea mikono, wanachoka, na hata watu watenda kazi ni wachache, unakuta ni wengi. Kwa hiyo inachotakiwa kufanya nini? Kwa hiyo inapasa aombee mafuta, aombee maji, awekee nguvu ya Mungu ili atakayetumia apate uponyaji. Lakini sasa watu sasa hivi wamekuwa kuwabadilikia na kuwashambulia watumishi wa Mungu. Imeruhusiwa kutumia mafuta na maji, ni maandiko yamesema na Mungu anatenda. Na Biblia imesema katika Marko 16 ile mstari wa 17, na ishara hizi zitafuatana kwa wale waaminio. Kwa kama wewe unapinga, sio mtu ambaye unaamini hiki kitu. Amesema mtaweka mikono kwa wagonjwa na watapata afya. Umeelewa? Sasa kama wewe huamini miujiza, bado una wokovu ndani. Uamini habari ya Yesu, wewe ni kazi bure. Umeelewa? Hebu kama umeshindwa, nyamaza kimya. Kama huna huo muujiza, nyamaza kimya. Hivi nyinyi wachungaji mnaosema kwamba tunatumia mafuta ya maiti, hivi na akili timamu kwamba hii mafuta maiti yanapatikanaje? Inawezekana wewe ndio unayatumia. Kwa hiyo acheni kubadilisha madhabahu kama sehemu ya kuchambana. Heshimuni madhabahu. Kama mwambie Mungu akupe. Maandiko yanasema taka sana karama za Roho Mtakatifu. Basi iko kitosha. Taka sana karama za Roho Mtakatifu. Kama una Roho Mtakatifu, tafuta mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu akuwekee mkono, na wewe utapokea Roho Mtakatifu. Angalia mitume waliowekewa mikono na waliokea mikono wale wanafunzi, na wakapata uwezo wa nguvu za Roho Mtakatifu. Wewe umekaa tu pimbi, kanisa linapungua. Kanisa linapungua kwa sababu huna maarifa. Huna maarifa. Hata watu wa mataifa wanatushangaa sisi kwa sisi ndugu pendwa, yani mtu anahubiri
Unajua kuna watu wengine wameitwa vichaa ndani ya huduma hizi. Mtu anayefika mahubiri yake anaponda mitume na manabii. Who are you? We nani? Kwa nini usifanye kwa nafasi yako? Wewe unahukumu kama nani? Mungu ndo ameweka hizo huduma ziache zitendeke. Unasema manabii wachafu. Kwani wachungaji hawako wachafu? Wako wengi wachafu na wanatenda vitu vya ajabu sana. Angalia makanisa yanakuwa ni wapi? Tanzania hii ni makanisa gani yanakuwa kama sio ya kinabii? Kwa nini msijifunze nyinyi wachungaji? Kama sio makanisa kitume, kwa nini msijifunze nyinyi wachungaji? Unasema watu wangu wananikimbia. Sio wanakukimbia, huna miujiza. Alafu huna neno jipya kila siku waponda watu. Yaani unamtaja mtu Prophet Enoch anatumia matunguli. Matunguli ulinipa wewe. Mungu akubariki sana. Nimekasirika na chukio. Unajua kuna watu wengine natamani wachungaji nao sasa hivi waamke. Acheni midomo. Tumetoka huko mataifa. Tumesikiza hadi Jacob. Tunakuja tena madhabahuni nao hivyo. Badilikeni basi. Mungu akubariki sana. Kama unataka kujifunza, nipate DM. Au kama unaweza, nitakupa namba hii 0688879324. Tufunge tutakuomba, afu utaona kama utafanya muujiza. Kuna mchungaji mmoja Iringa, tulifunga naye kuomba. Alikuwa anasema hivyo. Lakini siku nilimfuata nikamwambia, "Kwa nini unasema hivyo?" Tukachini tukashauriana, tukafundishana, kuna siku kulikuta kumbe ni mafundisho waliokuwa wanafundishwa toka awali ya kuchukia manabii na mitume. Lakini tulipoingia kwenye maombi ya siku 21, naye Mungu alianza kumtumia kwa viwango vikubwa. Wachungaji wenzao wakasema, naona shambukizwa na wakuzimu. Sasa jamani, kila mtu anayetenda miujiza ni wakuzimu. Mungu akubariki sana.